Ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana Tagato. Tunacheza dhidi ya timu ambayo ina wastani wa kupoteza mchezo mmoja tu kwa mwaka. Takriban kama tunazungumza miaka 2-3 ambayo tunaenda hivi sasa. Kwa maana kwamba mchezo wao mwisho ukitazama kuupoteza ulikuwa ni mwaka jana Januari, ndo mara ya mwisho 2024 Januari ndo mara ya mwisho wamepoteza mchezo ukiwazungumza taifa la Morocco. Lakini pia ukirudi nyuma unaenda tena kuitafuta takriban kama Januari hivi ambao tena kwenda kupoteza mchezo. Nadhani labda tunakuja kusogea Juni hapa ndo kidogo ilikuwa na matokeo ambayo yalikuwa sio sawa sana. Kwa hiyo ni timu ambayo ni timu bora kiukweli ukizungumza. Hata kuona ile kwenye ranking kuna nyakati ilikuwa moja kati ya timu ya kwanza kwa ubora barani Afrika, unaona hawakuipata kwa bahati mbaya. Lakini pia wamekuwa na utajiri mkubwa sana wachezaji. Hivi sasa tunazungumza mtu kama sasa ujue ukitazama duniani ni timu ya 14 kwa ubora. Sasa unaweza kuona ni timu ambayo ni bora sana. Nilikuwa nasema kwamba kwa sasa unaona kuna nyota kama Hakim Ziyech ambayo ameacha hajajumuishwa kwenye kikosi cha taifa lao kwa sababu tu sio kama ameacha kwa sababu ana majeraha, hapana. Kutokana kwamba performance yake imeonekana imeshuka na wameona kwamba hawezi kupata nafasi kwenye kikosi hiki. Lakini pia nilikuwa najaribu kupitia kwenye kikosi chao orodha ya wachezaji waliojumuishwa, ukiachilia wale outfield player, tunasema ukiachilia eneo la walinda mlango. Kwenye eneo la walinda mlango ndo wanachezaji wawili ambao wanacheza kwenye wanacheza ligi ya Morocco na kutoka barani Afrika. Kwa maana kwamba wanamlinda mlango kutoka Berkane, lakini pia wanamlinda mlango kutoka Wydad Club Athletic. Ukija kwenye wachezaji ndani, wana mlinzi mmoja tu ambaye anatoka Club Athletic Wydad ambaye anacheza barani Afrika. Unaelewa? Wengine wote wanatoka nje ya bara la Afrika, hususan Ulaya, pengine pia na ukienda mashariki ya mbali huko. Ndio watu wanacheza. Kwa hiyo ni taswira ya jumla ya aina ya kikosi walichonacho. So hii inakuonyesha kwamba ni timu ambayo ni bora. Ina muda mrefu haijapoteza mchezo, lakini pia hata ukienda kwenye hizo qualifiers, hii ndio timu pekee yake ambayo ina unasema 100% ya ushindi kwenye michezo yake yote ambayo imeshinda. Kwa maana kwamba imeshinda michezo yake 4 yote, alama 12, alama tunasema ni 12 si ndio? Lakini pia wamefunga mabao 12 wakiwa wameruhusu mabao 2 peke yake. Hii ni timu ya pili pia nadhani kwenye timu ambazo zimefunga mabao mengi zaidi. Ivory Coast nadhani naye pia amefunga mabao 12, hajaruhusu bao lolote. Lakini amecheza michezo mingi zaidi ukilinganisha na hao Morocco. Na katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, yani mwaka 2003 na mwaka 2004, Morocco amefungwa na timu moja 23-24. Yani miaka hiyo miwili hiyo. Morocco amefungwa na timu moja tu. Afrika ya Kusini wamefungwa mara 2 kila mwaka. Ni kila mwaka wamefungwa mwaka 2023 alafu wakafungwa tena 2024 na Afrika ya Kusini Januari. Unaweza kaona na hapo nazungumzia kwenye mazingira ya michuano yote ambayo wamecheza kwenye hiki kipindi cha miaka miwili. Kwa hiyo ikupe picha na taswira ni timu ya namna gani. Ni mechi ngumu kweli kweli Musa Mkwaya. Kwa hiyo tunacheza na timu bora sana kabisa. Alexi, sasa unapokutana na mpinzani wa namna hii, akili ya mwalimu Morocco pengine na kina Julio na wenzake kwa sasa watakuwa wanawaza approach game kwa namna gani? Tuzuie zaidi na tushambulie kwa tahadhari, ama kuna namna nyingine ambayo unaweza ukaiona? Tutegemee Stars itakuwa na mifumo ya kawaida, ama tubadili jambo, tu switch jambo ili kuona namna ambavyo pengine tunaweza kuwa nyima uhuru Morocco kutushambulia zaidi? Kumbuka pia wako nyumbani. Nafikiri kuzuia ndo aina mpira ambayo Morocco anacheza, na ndo mpira ambao tumeushuhudia mara nyingi akicheza. Mechi pekee ambayo Hemedi Morocco hajazuia ni mechi dhidi ya Ethiopia, mechi ya pili ambayo ilichezwa Kongo pale kama mnakumbuka. Ndo mechi ambayo Stars walifunguka vizuri, na ni kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa lazima Stars yashinde. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa sababu ya uhitaji wa alama zilikuwa za muhimu zaidi, ndio kilisababisha timu ikawa inafunguka. Lakini mechi dhidi ya Ethiopia hapa nyumbani, sisi ndio tulikaa nyuma ya mpira kuliko Ethiopia ambao walimiliki zaidi mpira. So sitegemei kuona mabadiliko yoyote kwenye aina ya uchezaji. Lazima timu itaendelea kucheza defensive kama kawaida, halafu ishambulie kwa kustukiza, kitu ambacho kinaweza pengine kutusaidia kupata magoli kwenye counter attack. Lakini unajua tunacheza na taifa ambalo ni bora sana kwenye mpira. Kwa hiyo yani wanajua mbinu nyingi, kiasi kwamba kama wanacheza na timu ambayo inacheza defensive, utakuta mara nyingi watacha mchezaji katikati, watacha mchezaji pembeni na pembeni, kwamba hata mcheza counter attack wao wote wachezaji watatu, kama ni katikati mtapitia, manaki bado kuwakaba vizuri inawezekana tu vile vile. Kwa hiyo
wakati huo tunakuwa na plani nzuri ya uchezaji kwa kukaa zaidi nyuma ya mpira ili kupunguza pia idadi ya mabao, ni lazima tuwe pia na uwezo mzuri wa kutumia nafasi chache ambazo tunazipata. Yani kwenye zile counter attack tupata nafasi 2 au 3, tuhakikishe kwamba tunazitumia. Kwa sababu kama tutazitumia vizuri, maana yake kasi ya mchezo inaweza kutufanya sisi tukashindwa pia kumaliza dakika 90 tukiwa tuko salama, kwa sababu Morocco wana uwezo wa kukimbia dakika zote 90 kwa sababu wachezaji wao wengi wanacheza kwenye ligi ambazo intensity yao ni kubwa sana kuliko ligi ya Tanzania. Lakini wana wachezaji wengi kwenye eneo la mbele ambao wana sharp, wana uwepesi wa kwenda kushambulia, ni wana kasi ya kutosha. Angalia mtu kama Azadini Onai ni bwana mdogo tu ambaye misimu 3 iliyopita walikuwa sawa na walikuwa wanacheza timu moja na bwana Samata pale TP Mazembe, lakini ni sehemu ya vijana ambao walichukua pamoja na Kevin John pale KRC Genk. Lakini mwisho wa siku yeye amemove, ametoka pale ameenda mbali zaidi. Kevin John ndo amerudi nyuma, kwa sababu unajua Ulaya ukienda kucheza haya mataifa madogo ambayo unakuta ni mataifa ya 60 na huku 70 na, yani manake haukui, yani manake unarudi chini. Kwa hiyo yeye mwenzake kasogea juu, yeye amerudi chini. Kwa hiyo unaweza ukaona wenzetu namna ambavyo wao hata namna ambavyo wanatengeneza wachezaji wao, wanawaandaa kwenye makuzi yale ya mpira, inavyowasaidia kusogea zaidi juu. Kwamba leo unaona timu labda inaweza isiwe na Ashraf Hakimi afu kusiwe hata na mtu anawaza kwamba itakuwaje, na ndio captain wa timu, kwamba mtu hata asiwaze kwamba tutaenda kuchezaje, nani atakaa kwenye yale maeneo, kwa sababu kwenye hilo eneo, kwa sababu wana lundo la wachezaji wengi ambao wako kwenye viwango vya juu na wana uwezo wa kufanya vizuri kwenye mchezo wote. Sasa Afrika taifa kama la Morocco sometimes ukilifunga wewe unafurahi, lakini kuna mataifa ya Ulaya yenyewe yakicheza na Morocco yanaanza kuwaza tunacheza vipi na Morocco. Ni watu ambao wanacheza nusu finali ya kombe la dunia. Kwa hiyo ni watu ambao yani sio wepesi kama ambavyo watu wengi wanafikiria, lakini kuna concept moja ambayo tunayo sisi kwamba tukienda kucheza away mara nyingi huwa tunapambana sana. Kwa hiyo pia ni concept nyingine ambayo inaweza kwenda kutusaidia kwa namna moja ama nyingine. Hata mimi sijui kwa nini tu na hiyo huwa na huo moyo, yani nikionaga timu iko away naonaga kama mapambano yanakuwa makubwa zaidi kuliko Benjamin Mkapa. Pengine labda sisi mashabiki ndio tunawadisappoint, tufiki kwa wingi labda, inawezekana. TV3 Game On.